CCM makamu mwenyekiti wameshachanganyikiwa na no reforms no election. Kuwapeni ushahidi wa hilo. Leo wamechanganyikiwa na no reform no election. Leo makamu mwenyekiti, iko barua inasambaa. Sijui kama ni kweli barua hii ni ya polisi, wao watasema ni ya kwao au sio ya kwao. Mkuu wa polisi wilaya ya Iringa mjini ameandika barua tarehe 25 mwezi wa 3 mwaka 2025 akimwandikia kiongozi wa Chadema wilaya ya Iringa mjini. Barua hiyo inasomeka hivi: yahusu kibali cha kufanya mkutano wa hadhara. Kwenye barua hii anasema pamoja na mambo mengine wanaturuhusu Chadema kufanya mkutano tarehe 30 mwezi wa 3 mwaka 2025. Anaenda mbali zaidi, anasema na waruhusu mfanye huo mkutano, lakini nimeafiki mkutano huo ufanyike kwa kuzingatia masharti yafuatayo. Kwa kuzingatia masharti yafuatayo. Huyu mtu anaitwa mkuu wa polisi wa wilaya. Yaani angalia kwenye taifa tulilonalo, akili ya mtu aliyepewa mamlaka ya kuwa mkuu wa polisi kwenye wilaya. Sisemi hizi ni akili za mapolisi wote. Wako mapolisi wana akili. Wako mapolisi wanajua majukumu yao. Lakini kwa asilimia kubwa tunao watu wenye akili hizi. Sikiliza masharti yanayowapa Chadema. Natarajia mtafanya mkutano huo kwa amani na utulivu kulingana na lengo mlilolitaja katika barua yenu. B. Hamruhusiwi kutoa kashfa kwa mtu binafsi au chama chochote cha siasa. Kufanya hivyo ni kosa kisheria na kunaweza kuleta uvunjifu wa amani. Hamruhusiwi kujadili masuala ya kidini. Kufanya hivyo ni kosa kinyume cha sheria. Zingatieni muda wa kuanza na kumaliza mkutano. Hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yenu endapo mtakiuka masharti yaliyopo katika barua hii. Sasa watu wa Njombe, mnaweza mkawa mfahamu angalau kwa kidogo tu. Mimi nimesoma, ni wakili wa mahakama kuu. Naweza nikawa sijui mambo mengine kidogo kwenye sheria, lakini sheria za kuhangaika na polisi, haki ya Mungu nazifahamu. Sasa nikuulize IGP na niwaulizeni wakuu wa polisi vituo vyote Tanzania nzima, ni sheria ipi inawaambieni chama cha siasa kikiwapa taarifa ya kufanya mikutano ya hadhara mnayo mamlaka ya kuandika, ya kuwapa kibali? Hicho kibali ni kwa mujibu wa sheria gani? Hamna mamlaka ya kutoa kibali. Sheria inasema vyama vya siasa vitawapeni taarifa. Yaani kama wewe kakaangu hapo, kakaangu Masonga au kakaangu Sosopu, unamwaga mke wako, unampa taarifa mke wako kwamba nitatoka narudi baadaye, alafu anakuambia asubiri kwanza, sasa nimekupa ruhusa ya kuondoka. Yaani unampa mtu taarifa halafu yeye anajipa mamlaka kwamba anakupa kibali. Huo utaratibu wenu wa kuandikia vibali Chadema ukombe. Hatutaki vibali vyenu. Hii wafikie. Halafu haya makaratasi mnayotumia kuandika vibali, hivi hamjui kama huo ni uhujumu uchumi huo? Hamjui kama mnalipa ili taifa hasara? Yaani unatumia wino wa serikali, kompyuta ya serikali, makaratasi ambayo nyie mmelipa kodi kumwandikia mtu eti kibali. Hicho kibali kwa sheria ipi? Jambo la pili, mnasema tunawapeni mzingatie maelekezo haya. Hivi nyie polisi, nyie ndio kuelekeza Chadema sheria? Yaani hii Chadema ambaye mwenyekiti wa chama chake ni Tundu Lissu. Hivi nyie watu wa Njombe mnamfahamu Lissu? Mmewahi kumuona Lissu akiwa mahakamani? Mnaujua uwezo wa kisheria wa Lissu? Sasa leo polisi nyingi ambao kila siku mnawasingizia Chadema kesi mahakamani, hamshindi hizo kesi, mnatuelekeza sheria Chadema. Mnaielekeza Bavicha ambaye mwenyekiti wake wa Bavicha ni wakili wa mahakama kuu ya Tanzania na mahakama zilizo chini yake, mnamwelekeza sheria. Hivi nyinyi polisi mnawaambia Chadema wazingatie sheria. Hayo mambo mmewaambia CCM? Hivi nyinyi polisi mnajua jukumu lenu, mlikuwa mnapaswa mpaka sasa hivi mwe mmemkamata Makala yuko lock up. Mnafahamu hilo? Ina maana mkumsikia Makala anasema Chadema tunakusanya hela za tone tone na ndimo kwa ajili ya kuunga
operation ya no reform no election, ili mkiunge chama chetu kifanye kazi zake. Makala anasema Chadema wanakusanya hizo hela ili wakalete virusi vya mpox na Ebola. Hivi huyo mtu alipaswa kuwepo uraiani? Hivi nyie polisi nyewe kuielekeza hii barua yenu mlipaswa kuandikia Chadema au kuandikia CCM na Makala? Kwa nini mnatufanya tusijione kama ni watu tunaopaswa kuishi? Kwa nini mnatuongezea hasira ya kuona dunia sio eneo salama ya sisi wengine kuishi? Maisha ni zawadi tuliyopewa na Mwenyezi Mungu, sio na Rais Samia. Halafu yupo mtu kama mwenyekiti anaitwa msajili wa vyama vya siasa, eti anaipa Chadema wiki 2. Sio mjibu nani, mimi hata simjui jina lake. Halafu ameulizwa hawa CCM na Makala kuhusu Chadema na virusi vya mpox vipi? Anasema nimeshachukua hatua na hili jambo tunalishughulikia. Yaani kwa Chadema unawapa wiki 2, lakini kwa CCM hutaji siku, unasema tu tunalishughulikia. Sasa nikwambie na wewe msajili wa vyama vya siasa, hii Chadema inayoongozwa na mwenyekiti Tundu Lissu na makamu mwenyekiti John Heche na mwenyekiti wa baraza la vijana Deogratias Mahinyila, hutaweza kuitisha na hatutishiki. Ndugu zangu watu wa Njombe, Bavicha tutaandaa mikutano yetu, tutakuja kuzungumza. Nimeona kidogo nilete noma ili makamu mwenyekiti akija akute barabara iko safi. Nawashukuruni sana. Naombeni sasa ni waage. Watu wa Njombe, ngumi ziko wapi? Tusalimiane. Watu wa Njombe, ngumi ziko wapi? Tuagane. Hebu kunja ngumi na uzungushe tuzione. Hao wanahabari wanataka wazione ngumi zenu. Watu wa Njombe, ngumi ziko wapi? Tuagane. Peoples! Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.